Wakati wa usikilizaji wa masahihisho siku ya leo, kuna jambo ambalo lilitokeza na lilihojiwa sana juu ya ile amri ya zuio ya tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2025 ilimuhusu nani na nani na ilikuwa na mipaka gani? Sasa katika kujibu hoja hiyo, wakili wa upande wa walioleta maombi Saidi Isa na wenzake anaitwa Shabani Nsato Marijani ameiambia mahakama kuu, mahakama ya rufaa leo, kwamba ile amri ya zuio la kufanya siasa ilimuhusu katibu mkuu na bodi ya wadhamini peke yake, na ameiambia mahakama ya rufaa kwamba ile amri ya zuio la matumizi ya mali ilimuhusu katibu mkuu, bodi, waajiriwa walio chini ya katibu mkuu, mawakala walio chini ya katibu mkuu na watu wanaofanya kazi kwa niaba kwa maelekezo ya katibu mkuu. Akaulizwa sana juu ya watu wengine na mipaka yao, akasisitiza kwamba hata katika hili swala la zuio la mali, mtu mwingine yeyote anayehusika na mali asiyefanya kazi kwa maelekezo ya katibu mkuu au chini ya katibu mkuu hakuwa amezuiwa. Ni ajabu kwa wakili Shabani Nsato Marijani kuyasema haya mbele ya mahakama ya rufaa leo, wakati ambapo baada ya uamuzi wa mahakama kuu kutoka wa zuio tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2025, sisi tuliuambia umma, mawakili wetu na sisi viongozi tuliuambia umma kwamba amri ya zuio kwa upande wa shughuli za siasa ilimuhusu katibu mkuu peke yake na bodi ya wadhamini. Haijahusu kiongozi mwingine yoyote wa chama, haijahusu mwanachama mwingine yoyote wa chama. Na tukasema juu ya amri ya zuio la matumizi ya mali na mipaka yake kwa upande wa watendaji walioko chini ya katibu mkuu. Baada ya sisi kutoa kauli hizo, mawakili hawa wakina Shabani Nsato Marijani na wenzake wakafanya mkutano na waandishi wa habari, wakasema tumepotosha amri ya mahakama. Wakaenda mbele zaidi, wakamwandikia barua msajili wa mahakama kuu kumtaarifu kwamba kuna upotoshaji wa amri ya mahakama uliofanywa na viongozi wa Chadema wa kupanua wigo wa uamuzi wa mahakama. Na msajili wa mahakama kuu akaandika barua na akatoa taarifa yenye kuonyesha kwamba amri za zuio la shughuli za siasa, zuio la matumizi ya mali za chama linahusu viongozi wote, na akawataja kwa majina: mwenyekiti wa chama, makamu mwenyekiti wa chama, katibu mkuu, manaibu, viongozi wote wa chama na watu wote kwa upande wa wanachama na viongozi wa Chadema. Leo wamearuka maneno yao wenyewe hapa mahakamani. Kitendo cha kuyaruka maneno yao wenyewe leo mahakamani kinadhihirisha kwamba msimamo wetu tulioutoa kwa umma kwamba zuio la shughuli za siasa lilikuwa linamuhusu katibu mkuu na bodi peke yake kabla muda wake kuisha, ulikuwa ni uamuzi sahihi. Na kwa haya yaliyojiri mahakamani, yaongeze mkazo kwa viongozi wa chama nchi nzima, wanachama wa Chadema nchi nzima, kuendelea na shughuli za kisiasa za chama, kwa sababu hakuna zuio lolote juu ya wanachama na viongozi katika maeneo mbalimbali kufanya siasa. Lakini ni hawa walioandika barua kwa msajili, waliotoa matamko, msajili alitoa taarifa, waliamua kufungua kesi ya kinachoitwa kukiuka amri ya mahakama. Wakamshtaki makamu mwenyekiti John Heche, wakawashtaki wakina Mwaipaya, wakashtaki wakina Rose Maemba, wakashtaki watu mbalimbali ambao leo hapa mahakamani wamesema kimsingi hawakuhusika na ile amri kabisa. Huu ni ukiukwaji mkubwa wa haki, huu ni uovu wa hali ya juu. Lakini nataka kutumia fursa hii kuwakumbusha tu, kesi hii, uamuzi wa zuio ulipotoka mwezi Juni mwaka 2025, nilizungumza Dar es Salaam mbele ya mahakama kuu. Nikasema
hapa hakuna kesi yoyote ya msingi ya madai ya mali wala tuhuma za ubaguzi wala chochote. Kesi hii ni mkakati ambao umewatumia mamluki watatu. Tuliwataja kwa majina ya wahusika wote, tukasema kwamba hii kesi ni mkakati wa kukwamisha mkakati wa chama wa no reforms no election katika mwaka wa uchaguzi mkuu. Leo tunaposimama mbele ya mahakama ya rufaa, kunapojitokeza hoja kubwa za kwamba kesi hii, uamuzi wa zuio wa tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2025 kimsingi umekwenda kinyume na maamuzi ya mahakama ya rufaa kwenye kesi ya Agostino Mrema ambayo ilisisitiza kwamba chama cha siasa hakiwezi kuzuiwa shughuli zake za kisiasa. Inadhihirisha tu yale tuliyosema kuanzia mwanzo kwamba kule kwenye mahakama kuu jaji kimsingi alipewekewa kesi ambayo ilikuwa na nia ovu na nia haramu ya kuzuia shughuli za chama, na kesi hii imekuwa na madhara makubwa sana kwetu kitaasisi. Jambo hili limejadiliwa vile vile kwamba nani ameathirika zaidi ama athari za hii kesi ni zipi. Matendo ya kutoa amri ambayo kwanza amri yenyewe si halali, hili ni jambo lingine nitalizungumza, lakini kuitoa na kuipa tafsiri potofu yamesababisha sio tu kwamba Chadema imezuiwa kufanya mikutano ya hadhara, kufanya maandamano, kufanya shughuli za kisiasa katika mwaka wa uchaguzi. Matendo haya yameambatana vile vile viongozi wa Chadema katika maeneo mbalimbali, wengine kupigwa, wengine kuumizwa, na hivi karibuni kabisa ikiwa ni tukio la wanawake wa Chadema kwenye siku ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Wanachadema, endeleeni na shughuli za kisiasa katika maeneo mbalimbali ya chama, na chama kitaendelea na shughuli zake, kwa sababu kimsingi wakati tunasubiria uamuzi kwa haya yaliyojiri tayari tunaona matobo katika uamuzi.